Ndugu waandishi wa habari, leo tarehe 13 ya mwezi Machi mwaka 2026 hapa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na shauri mawili kwa maana ya shauri namba 28996 la mwaka 2026 ambao liko mbele ya Mheshimiwa Makube yalikuwa yanakuja kwa ajili ya uamuzi. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba Mheshimiwa Makube hayupo. Kwa hiyo shauri limeahirishwa mpaka tarehe 16 ya mwezi huu wa Machi mwaka 2026 siku ya Jumatatu saa 5 kamili asubuhi. Na shauri hili lilikuwa linahusu watuhumiwa wawili, Joshua na mwenzake Daudi Shine. Shauri namba 2 lilikuwa ni shauri ambalo linahusu mshtakiwa mmoja anaitwa Nasrim, ambapo lilikuwa linakuja kwa ajili ya uamuzi mbele ya hakimu yoyo Mheshimiwa Makube saa 4 kamili asubuhi. Na lenyewe pia kwa sababu ya hakimu alikuwa ni mmoja na hayupo mahakamani, na limeahirishwa mpaka tarehe 16 hiyo siku ya Jumatatu saa 5 kamili asubuhi kwa ajili ya uamuzi. Na mnafahamu kwamba watuhumiwa wote watatu wanashtaka jingine la uhaini ambalo kwa mujibu wa katiba na sheria zetu haina dhamana. Kwa hiyo watuhumiwa wamerudishwa mahabusu Segerea mpaka Jumatatu pale atakapokuja kusomewa uamuzi wa juu ya tuhuma zilizokuwa zinawakabili. Na hata kwa faida ya watazamaji, watuhumiwa wote watatu walikuwa kwa nyakati tofauti watuona mashtaka matatu. Kesi namba 1 walikuwa wanachuana mashtaka ya uvunjaji, wizi pamoja na kukutwa na mali ambayo inadhaniwa kuwa ni ya wizi. Shtaka la pili pia mashtaka ni hayo uvunjaji, wizi pamoja na kukutwa na mali inadhaniwa kuwa ni ya wizi. Na sisi tunaamini kwamba hapa ni mahakamani, ni sehemu ya kupata haki. Tunaamini kwamba hiyo Jumatatu haki sio tu kwamba itatendeka bali itaonekana kutendeka. Kwa hiyo ndio taarifa ambayo nataka nitoe kwa leo. Na pengine sasa unaweza ukawaeleza wa Tanzania, kwa sababu anaweza kawa na mkanganyiko kwamba jana kulikuwa na taarifa ya vijana ambao wameachiwa huru na mahakama. Utofauti wao ukoje kwenye hili na wao pia ili kutengeneza, maana kuna mkanganyiko kuhusiana hivi? Asante sana. Ni kweli kwamba kwa sababu hapa kuna kesi tofauti 5. Kuna kesi ya kwanza ambayo inahusu uvunjaji kwa maana ya uporaji wa kutumia silaha. Tunayo kesi ya pili ambayo inahusu uchomaji wa ofisi ya CCM kule Kivule, ambao jana watuhumiwa wote watatu waliweza kuachiliwa huru na mahakama baada ya jamhuri kushindwa kudhibitisha madai yao pasi kuwa na shaka yote. Lakini kutokana na ukweli kwamba wanashtaka jingine la uhaini, ndio maana walirudi mahabusu. Na jana nitoa wito kwa DPP hapa kwamba kama ameshindwa kudhibitisha shtaka la uchomaji, Abdul kama anaweza akadhibitisha shtaka la mashtaka hayo ya shtaka la uhaini. Hata leo pia hawa wengine wote ambao nimekutajia, ili shtaka la pili la wizi na uvunjaji na kukutwa mali ambayo inadhaniwa kuwa ni ya wizi, na lile la tatu wote wana shtaka la uhaini. Ndio maana kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya mashtaka ambayo kwa mahakama hii yana dhamana, lakini kwa sababu ana shtaka jingine ambalo halijafutwa, ndio maana anarudishwa Segerea kwa sababu shtaka hilo halidhaminiki. Lakini pia shtaka kesi nyingine ziko zingine mbili. Kuna shtaka jingine moja la wizi ambalo linamhusu mtuhumiwa mmoja anaitwa Michael, ambaye anakuja kwa ajili ya uamuzi tarehe 18 kwa maana Jumatano wiki ijayo. Na shtaka la mwisho linamhusu pia mtu mwingine mmoja ambaye ana shtaka la kuvunja au anaita unyang'anyi wa kutumia silaha. Na yeye pia shtaka lake nafikiri limeshakwisha, kilichobakia ni uamuzi. Kwa hiyo ndio maana mnaona waandishi kwamba wakishamaliza kesi au wakishaachiwa, badala ya kwenda nyumbani na wazazi wao, wanakwenda mahabusu kwa sababu bado na shtaka la uhaini ambalo DPP au jamhuri hawajaliondoa. Una wito gani sasa kwa Watanzania na mamlaka ambazo zinasimamia hususan ofisi ya DPP kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Asante sana. Mimi nafikiri ni ushauri wangu kwamba vijana hawa walikamatwa rasmi tarehe 30 mwaka jana ya mwezi wa 10 na wakafikishwa mahakamani hapa kwa mara ya kwanza tarehe 7 ya mwezi Novemba mwaka 2025. Ukipiga hesabu tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo mwezi wa 3, unazungumzia ni takriban sasa miezi 6 vijana hawa wanaendelea kuja mahakamani hapa. Na mimi nataka tu nimshauri DPP kwamba kama ana ushahidi wa kutosha, na ndio ushauri wangu, kama ana ushahidi wa kutosha basi aweze kuwaruhusu vijana hawa wawe committed kwenda mahakama kuu kwa ajili ya mashauri yao ya uhaini kuanza kusikilizwa. Lakini kama anaona kwamba hana ushahidi wa kutosha kudhibitisha madai yake, mamlaka nayo kwa mujibu wa katiba ibara 59 B kubwa
sheria ya mashtaka kifungu cha 8 pamoja na sheria ya mwenendo wa makosa jinai kifungu cha 92 kifungu kidogo cha kwanza, afute mashtaka haya ili vijana hawa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria uandishi, hawa vijana walishadhaminiwa hapa mahakamani kama nakumbuka. Tayari wana dhamana. Kwa hata kama ingekuwa hii shtaka haliwakabili, walikuwa wanatokea nyumbani kuja kusikiliza shauri hili. Sasa dhamana ile inakuwa ni haina maana kwa sababu shtaka la uhaini halijafutwa. Kwa kama ushahidi hautoshelezi, sioni sababu yote, yani hakuna sababu wala wasioni aibu kuyafuta mashtaka haya, kuyaondoa, waruhusu vijana hao kwenda kuungana na ndugu zao, wapendo wao, familia zao katika ujenzi wa taifa. Hakuna haja ya kuendelea kuweka hapa miezi 6, alafu kisha mkija mnasema upelelezi haujakamilika. Upelelezi haujakamilika. Sasa mliokamata kazi gani? Sasa unapokamata mtu manake unakuwa na ushahidi. Kwa kama na ushahidi wa kutosha, twende mahakama kuu tukasikize shauri. Kama ushahidi hautoshi, shtaka hili ondolewe mara moja bila kuchelewa. Mimi huo ndio ushauri wangu na ndio wito wangu.